Shalom. Nashukuru Mungu tumepata neema na kibali mbele zake kushirikiana tena na mfululizo wetu wa maombi na neno la Mungu kwa kipindi cha leo. Leo ni kipindi chetu cha 5 cha kutafakari nguvu ya China, na leo tunasogea tena kidogo, kuendelea kuangalia kile Mungu anataka tukipate kutokana na siri iliyofichwa ndani ya nguvu ya China. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunaangalia nafasi ya Mungu kukubadilishia jina. Nafasi ya Mungu kukubadilishia jina. Nafasi ya Mungu kukubadilishia jina. Kitabu kile cha Mwanzo 35, nitasoma mstari ule wa 9 hadi mstari wa 11. Kitabu cha Mwanzo 35:11 nitasoma. Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padani Aram, akambariki. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo, utaitwa tena Yakobo, lakini Israeli litakuwa jina lako. Akamwita jina lake Israeli. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uzidi ukaongezeke taifa na kundi la mataifa. Taifa na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka katika viuno vyako. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya Mungu kubadilishia jina. Sasa moja ya vitu ambavyo Mungu amenifundisha kwenye habari ya nguvu ya jina. Sasa hapa tunaona Yakobo, Mungu anakuja anambariki. Kisha mbariki kwa nyakati tofauti, lakini akamtokea tena mara nyingine ili ambariki. Sasa katika kumbariki akasema, jina lako ni Yakobo, utaitwa tena Yakobo, lakini Israeli litakuwa jina lako. Akamwita jina lake Israeli. Jina la Yakobo, kuna vitu ambavyo visingeweza kupita, kuna vitu ambavyo visingeweza kutokea. Sasa ili kiwango cha kusudi la Mungu litimize kwa Yakobo, kwenye mbaraka mmojawapo aliobarikiwa akapewa jina jipya la Israeli. Kumbuka kule mwanzo tunaona alikaa na alipambana na malaika, walipigana mieleka usiku kucha. Akasema, usiponibariki sikuachilia. Akamgusa, akamdhoofisha mshipa katika paja lake, lakini anasema sikuachie. Hatimaye akamwambia, jina lako utaitwa Israeli. Sasa Mungu anathibitisha kwa mara ya pili. Kule alisema usiponibariki sikuachi. Sasa mbaraka aliopewa na malaika akaitwa Israeli. Sasa Mungu anathibitisha mara ya pili, asema hutaitwa tena, jina lako ni Yakobo, lakini sasa utaitwa Israeli. Na kukubariki na kabarikiwa kwamba atakuwa na kundi la watu, watakuwa na taifa kubwa, na wafalme kutoka katika viuno vyake. Sasa haya ni sehemu ya baraka. Ili itimie, Mungu alishughulikia kwanza jina, kwa sababu jina la Yakobo, wanatheolojia wanasema jina la Yakobo tafsiri yake ilikuwa ni mtu wa hila, na ni kweli alifanya hila kadhaa na maisha yakaendelea. Sasa Mungu anataka ampeleke viwango vya juu vya utukufu, ili hivyo viwango vipate nafasi, akambadilishia jina. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nikiomba sana namna ya kujitenga na asili ya kuzaliwa kwangu, kujitenga na asili ya vizazi kadhaa, kujitenga na yale mambo ambayo yananizia niende utukufu. Wakati naendelea na maombi yale, Mungu alinifuata akaniambia, jina lako katika ulimwengu wa roho umeitwa Fukarai, lakini akanibadilishia jina. Niliona ulimwengu wa roho nimevalishwa kitu kama beji, ile beji hapa imeandikwa Fukarai. Kaja malaika akavua ile beji, akanivisha nyingine imeandikwa mkumbukwa na Mungu. Sasa Mungu alinibadilishia jina. Kumbe katika japokuwa nilikuwa naitwa Harrison upande huu ulimwengu wa mwili, lakini ulimwengu wa roho nilipewa jina la Fukara. Na ni kweli nimepita kwenye dhiki ya uchumi kwa miaka mingi sana,
namtumikia Mungu lakini nilikuwa ni fukara, nashinda pa kulipa kodi ya nyumba, nashinda hata yale mambo madogo kabisa, hata kwenda shule. Lakini baada ya kukaa kwenye madhabahu ya Mungu, kabla ya Mungu kunibariki baraka wa kwanza, akanipa jina jipya. Jina likaitwa, Mungu akaniita mkumbukwa na Mungu. Na baada ile jina kulipokea katika ulimwengu, kumbuka, katika ulimwengu wa roho nimepewa jina jipya, lakini katika ulimwengu wa mwili wanaitwa Harrison. Bado naitwa jina, lakini ulimwengu wa roho nikapewa jina jipya. Sasa hapa nikajifunza siri moja ya kwamba katika ulimwengu wa mwili unaweza ukawa na jina, unaitwa Mathayo, unaitwa Yohana, unaitwa Luka, unaitwa Alfayo, lakini kwa kweli katika ulimwengu wa roho umepewa jina lingine, na asili ya kwenu imekupa jina, ile jina imekukwamisha, unashinda kusogea, unashinda kwenda tukufu mwingine. Kwa nataka nikutangazia habari njema leo. Ng'ang'ana kwenye maombi ya jina mpaka Mungu amekufuata, amekusemesha kitu juu ya jina jipya. Ili ni haki, Mungu amenithibitishia ili mimi binafsi aliponisemesha, nikaona mkono wa Bwana, nikaanza kuona baraka za Bwana. Lakini baraka wa kwanza, alinibadilishia jina katika ulimwengu wa roho. Na baraka Yakobo, ijapokuwa alishapata baraka, lakini ili afikie viwango vya kusudi la Mungu, ilibidi apate baraka kubadilishia jina, akapewa jina jingine la Israeli. Nami nikutangazia leo ya kwamba endelea kukaa madhabahuni, endelea kuomba juu ya jina jipya. Mwambie Bwana, liko jina jipya, nami kuna jina umenishaliratibishia katika ulimwengu, lile jina ambalo umenipangia, ambalo litabeba baraka za kifalme, litabeba baraka za kimataifa, litabeba huduma ya viwango vya juu. Hilo jina, hebu mwambie Bwana, mwambie Bwana, nami liko jina ambalo umeliandaa kwa ajili yangu, kama Yakobo alimpa jina la Israeli ambalo limebeba baraka ndani yake. Lakini si Yakobo tu, kumbuka hata Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham. Abraham akabadilisha jina akaitwa Ibrahim, tafsiri ni baba wa mataifa mengi. Lakini Sara hakuitwa, aliitwa Sarai, ili abebe kile kitu kikubwa cha kimungu. Mungu akamwambia hutaitwa Sarai, akaitwa Sara. Abraham akaitwa Ibrahim au Abraham. Sasa Mungu akitaka kupitisha vitu vikubwa sana kwako, anacholenga kikubwa cha kwanza, jina lako lina tafsiri gani ulimwengu wa roho? Jina lako limebeba nini katika ulimwengu wa roho? Sasa tulikuwa tunatafuta, mtu anaitwa shida, mtu anaitwa matatizo, mtu anaitwa sijali. Majina tabaje kitu cha Mungu? Kwa lazima usimame na Bwana ili akupe jina jipya ambalo litabeba vitu vikubwa vya kifalme, ili Mungu akutumia. Lazima ashughulike, kwa sababu katika ulimwengu wa roho Mungu ili akutumie, anataka pia kutumia kupitia jina. Jina lina nguvu katika ulimwengu wa roho sana. Sasa kama shetani amekubandika jina la kwake ambalo limebeba uharibifu, ili Mungu akuvushe, lazima akupe jina jipya. Acha nimwombe Bwana kwa ajili yako. Ombe Bwana akutembelee kama alivyomtembelea Yakobo akaitwa Israeli, kama alivyomtembelea Abraham akaitwa Ibrahim, kama alivyomtembelea Sarai akaitwa Sara. Acha Bwana akutembelea na kusemesha, akupe jina jipya ambalo limebeba kitu kikubwa ndani yake cha kimataifa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu mwenye nguvu, umetuketisha kwenye madhabahu yako Bwana, kutujulisha siri ya nguvu ya jina. Yakobo Bwana, ulipotaka kumbariki, aling'ang'ana malaika usiku kucha, baraka aliyopewa akabadilisha jina, hutaitwa Yakobo akaitwa Israeli. Na baada ya Mungu akamtembelea mara ya pili kuthibitisha mara ya pili, akaba jina lako ni Yakobo, sasa utaitwa Israeli. Na akamda jina lake Israeli, na kutoka hapo akambariki. Baba, nasema kwa chile watumishi wako hawa wanaofuatilia mafundisho haya, mimi nami uliponifuatilia Bwana, ulinipa jina jipya katika ulimwengu wa roho. Leo jina limebeba kusudi la wakati, jina limebeba utukufu uliokusudia. Nami katika jina la Yesu nasimama na watumishi wako wanaofuatilia Facebook, wanaofuatilia TikTok, wanaofuatilia YouTube. Baba, ulivyomtembelea Yakobo, ukamtembelea mtumishi wako. Ikiwa kuna jina ambalo limebeba laana,
limebeba uovu ndani yake, Baba ukamtembelee na mbaraka, ukampa jina jipya, ukamtembelee na mbaraka, ukambadilisha jina na kumpa jina lenye kubeba makusudi yako, ukampa jina ambalo litabeba mapenzi yako, ukampa jina ambalo halitabeba uovu ndani yake, halitabeba machukizo ndani yake, katika jina la Yesu. Wako watoto wako Mungu wamekwama mahali kwa sababu ya jina lilopewa limebeba uovu ndani yake, kama vile Yabesi alivyokulingana Mungu wa Israeli. Bwana ukambariki, ukamtoa kwenye jina la huzuni, ukambarikia. Nami nasema mwana watoto wako kutoka mataifa mbalimbali wanaofuatilia kutoka Tanzania, wanaofuatilia kutoka Afrika Mashariki, wanaofuatilia kutoka Australia, wanaofuatilia kutoka Marekani na Uingereza, naomba mkono wako udirike kwa sahihi Baba, katika jina la Yesu. Kama ulimtembelea Yakobo, ukamtembelee mtumishi wako, ukampe jina jipya ambalo litabeba agano lako, ukampa jina jipya ambalo litabeba makusudi yako, ukampa jina jipya ambalo litabeba mapenzi yako, kama vile Yakobo ubariki ulimbariki baada ya kumpa jina jipya. Nami naamini kama Bwana iko neema juu ya watoto wako wanaofuatilia mtandao wa Facebook, YouTube na TikTok. Bwana ukawachilie kwa neema yako, ukaruhusu jina jipya lenye kubeba mapenzi yako na makusudi yako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Mungu wangu akubariki na akutunze. Endelea kufuatilia mafundisho yangu. Mungu akutunze, akupe neema kushinda katika mambo yote, amen.